watu wengi wamekuwa wakiuliza maswali kwamba je, hivi ni sahihi kushabikia ama kushabikia sio sahihi? Kushabikia mpira ni halali ama ni haramu? Najua watu wengi wanafuatilia kombe la dunia na sasa linaendelea, na jana South Africa ameweza kufungwa goli 2-0 dhidi ya wenyeji Mexico. Mexico wameweza kushinda kwa goli 2-0 na red card zimetokea 3 katika mechi moja. Unaweza kuelewa ni namna gani. Ni mechi ya ufunguzi ilikuwa nzuri sana na ilikuwa tamu sana. Kwa ambao wamefuatilia jana wameweza kuenjoy sana. Mimi naitwa Mwalimu Evidence Ndayanse na tulikuwa tukijifunza mara nyingi, na watu wengi wamekuwa wakiuliza maswali kwamba je, hivi ni sahihi kushabikia ama kushabikia sio sahihi? Kushabikia mpira ni halali ama ni haramu? Na kwa kuwa sisi majibu tunatoa katika Biblia, tutaweza kujifunza pamoja na tutaenda kuelewa vizuri. Lakini nilitamani tuweze kuweka utangulizi mzuri ya kwamba mashindano haya ya mpira yametokea wapi na mashindano haya ya kimchezo yametokea wapi. Kwa historia fupi tu ni kwamba Olympic ya kale, yani Ugiriki ya kale iliweza kuanzisha mashindano ya Olympic, na hii ilianzishwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Ancienti Olympic, ambaye alikuwa ni mfalme kipindi hicho katika takriban ya miaka 1776 katika mji wa Olympia. Michezo hiyo ilikuwa ni sehemu ya sherehe ambazo zilikuwa ni za kidini, lakini zikimheshimu zaidi Zeus, Mungu ambaye ni mkuu wa Wagiriki. Na hii ilikuwa ikifanyika kwa ajili ya kutoa sadaka zinazotolewa kwa Zeus, lakini washirika wa viongozi waliipa vipaumbele zaidi. Washiriki na viongozi wenye madaraka waliipa kipaumbele zaidi katika madhabahu hizo za kutoa kafara, na ushindi ulionekana kama heshima kutoka kwa miungu ambayo ilikuwa ikiabudiwa kipindi hicho, miti, lakini na kwa namna mbalimbali tutaweza kujifunza zaidi. Lakini kafara hizi za Kiyunani ziliweza kuwa za maana sana, zikitoa ng'ombe, kondoo, kafara za wanadamu, lakini pia zilikuwa zikihusisha pia na sadaka zinazofanyika kama hekalu na madhehebu makubwa mbalimbali. Sasa viwanja hivi vikubwa vya kimichezo vilianzaje kutokea vikawekwa kwa ajili ya kuja kusherekea? Hii ilitokea katika miaka ya 80 baada ya Kristo. Miaka 80 huko baada ya Kristo, wafungwa walipigana ili kuweza kupata uhuru wao. Kwa hiyo walikuwa wanaweka wafungwa afu wanakuja wanapigana ili kuweza kupata uhuru wao. Lakini pia wengine walitupwa mbele ya wanyama wakali ili waweze kusherehekea. Kwa hiyo watu walikuwa wanakusanywa, wanaweka kwenye ukumbi mmoja ambao ni mkubwa, alafu wanasherehekea, wanaangalia watu wanavyolaluliwa na wanyama wakali. Hii ilikuwa inaleta sherehe kubwa sana kwa ajili ya hiyo. Pia wahalifu na wafungwa wa vita walikuwa wakiwekwa kwa mateka, wanawekwa kwenye viwanja vya kimichezo vile vikubwa. Watu wanaenda kuangalia namna ambavyo wanaliwa na wanyama wakali. Hapa ndipo shughuli kubwa ya kimichezo ambapo ilikuwa ikifanyika. Pia mtazamo wa Wakristo wa kwanza wa zamani ilikuwa ni kwamba katika karne ya kwanza walikataa kushiriki ibada za miungu hiyo kwa sababu ilikuwa ikifanya mambo mabaya sana ambayo ni ya kinyama sana kwa watu ambao walikuwa wakifika katika viwanja. Hivi viwanja vipo hususan katika Uyunani, magofu yake hapo mpaka leo, na yakihusishwa zaidi na wafungwa na mateso makali kwa watu ambao walikuwa wakifuatilia. Kwa hiyo chimbuko lake likaanzia hapo. Kuanzia hapo ikaanzia kupatikana viwanja mbalimbali ambavyo vilikuwa vikihusisha soka, na mipira ilikuja baadaye. Kuanzia miaka hiyo ya 80 baada ya Kristo, watu wengi walikuwa wakicheza vitufe vya duara. Vitufe vya duara vilikuwa ni vichwa vya watu ambavyo vilikuwa vikitumika mara nyingi kwa ajili ya watu kucheza na kuenjoy, yani kuonekana kwamba wamefurahia mateso ya wale watu ambao wameweza kuhatarishwa na wanyama wakali. Sasa ikaendelea muda mrefu mpaka kwetu kufikia wakati huu wa karne hii ya kisasa ambayo inafanyika. Kwa sasa inafanyika kidijitali, yani inafanyika kisasa zaidi, ambapo watu wengi wanaingia katika viwanja vikubwa vya mpira kuja kushabikia ili waweze kuona games mbalimbali zikiendelea. Sasa tutajichimbia zaidi tuweze kuangalia uhusika wa kiroho zaidi, ya kwamba huu mpira unamharibuje mtu na unamhusu vipi kiroho. Endelea kwa pamoja na mimi Evidence Ndayanse.